uchaguzi. Na tunapokwenda kwenye uchaguzi, basi tujue ya kwamba siasa ni maisha yetu, kwa sababu hivi vitu vyote vimewekwa na ndivyo ambavyo vinaendesha maisha yetu. Kwa hiyo kama tukipata viongozi wabaya, basi hao viongozi wataenda kuwa kero katika sehemu tunapoishi. Kama tunavyojua, mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndiye anakuwa mlinzi na anakuwa mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye mtaa husika. Tumesikia watoto wanapotea, lakini vile vile kuna kero nyingi ambazo sitaki kuzitaja. Tunatakiwa tufahamu kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu wa haki, na ndio maana alimtoa mwanae wa pekee kama dhabihu kwa binadamu. Kwa maana hiyo alionyesha kwamba anawapenda binadamu wote bila kubagua. Kwa hiyo tukishika hayo mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwamba Mungu ni mwenye haki, lakini vile vile pa haki huinua taifa. Lakini tuangalie, tunaenda kwenye uchaguzi. Karibu ya sheria zote, baba mchungaji, sheria za uchaguzi wa uchaguzi mkuu wa 2025, ukiangalia sheria zote ni sheria ambazo haziweki mazingira ya haki katika uchaguzi kuwa huru na haki. Sasa sisi kama wananchi, sisi kama waumini, kazi yetu kubwa ni kumlilia Mwenyezi Mungu na kumwambia Mwenyezi Mungu awakumbushe wale viongozi walioshika dhamana wahakikishe wanatunga sheria nzuri ili tupate viongozi wazuri. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu ametupa akili na utashi. Kwa hiyo hata sisi tunapaswa kabisa kufuatilia na kusoma sheria za uchaguzi na kupiga kelele kuonyesha kwamba kuna sehemu A, kuna sehemu B, hivyo vifungu vinaenda kupoka ile haki ya mwananchi kupiga kura na kura yake kuonekana amempigia mtu ambaye anayemtaka. Kwa hiyo utashi huo aliotupa Mwenyezi Mungu inabidi tutumie, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa utashi kwa upendeleo kuliko binadamu yoyote. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kusema, lakini nikukumbusha neno la haki, kwa sababu neno la haki limeandikwa kwenye Biblia na haki huinua taifa. Ninaomba sana tushiriki kwenye uchaguzi, lakini pia tuendelee kujipa maarifa, kwa sababu hata kwenye vitabu vya Biblia vinasema lazima tusome, lazima tupate maarifa ili tujue kabisa tunaenda kwenye uchaguzi. Lakini hizo sheria zilizotungwa za kwenye uchaguzi zinahakikisha kwamba wananchi wanaweza kumchagua kiongozi wanayemtaka na kura zao zikaheshimiwa, au yataenda kuwa yale yale ya 2020 na 2019. Leo hii wenye viti wa serikali za mtaa wote walipita bila kupingwa, na sasa hivi wanasema kwamba uchaguzi utasimamiwa na tume, utasimamiwa na TAMISEMI. Kwa hiyo yanaweza yakaenda kutokea yale yale. Kwa hiyo mimi nitaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, na pia nitaendelea kuwaombea nyinyi kwa Mwenyezi Mungu awape uhai, awape nguvu ili tuweze kujua lipi baya na lipi zuri. Lakini mapambano yanaendelea, kama tunavyosema mwanakondoo ameshinda. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana. Nitaendelea